Alaikum, habari ya asubuhi, habari za unayetazama. Jina langu naitwa Muhammad Khamis, kitaaluma ni mwanahabari. Leo napenda kuzungumza nawe maneno machache ili uweze kunifahamu na hatimaye kuchukua hatua. Tumebakiwa na miezi kadhaa, sasa hivi ni mwezi wa 6, wa 7, 8, 9, 10 kwenda kwenye uchaguzi mkuu. Zanzibar na Tanzania kwa ujumla tuko kwenye kipindi ambacho wananchi maalum kwenye vyama vyao vya siasa watapata fursa ya kuchagua viongozi wanaowataka, ama fursa ya kupiga kura za maoni kupitia vyama vyao vya siasa. Kwa mfano kuchagua mwakilishi, kuchagua mbunge, diwani na watu wengine kadhaa. Kwa muda mrefu Zanzibar tumekuwa tukijilaumu namna ambavyo hatupigi maendeleo, yani hatupigi hatua kwenye maendeleo, hususan maeneo mengi ya Pemba na baadhi ya maeneo mengine ya Unguja. Lakini tumewahi kujiuliza kwamba dhamira ya maendeleo inaletwa na wale wananchi wenyewe, wananchi wa kawaida ndio watu wa kwanza ambao wanaweza kuchangia kuleta maendeleo kwenye maeneo yao. Kwa nini unaweza kuniuliza wananchi ndio wanaochangia? Kwa sababu wananchi wanapochagua mbunge ama mwakilishi ama diwani, yule anakwenda kuwakilisha kwenye vyombo vya kufanya maamuzi, vyombo ambavyo hupitisha bajeti ya serikali na utekelezaji wake. Sasa hapa ndipo tunapochanganyikiwa kidogo. Tumekuwa baadhi ya wakati tukipeleka watu kwenye vyombo hivi bila kutazama uwezo wao walionao, kwa sababu kama unampeleka mwakilishi, kama unampeleka mbunge ambaye unaamini kabisa hawezi kutetea au hawezi kujenga hoja, maana yake kutapelekea kwenye eneo lako kukosekana maendeleo, kwa sababu maendeleo yanakwenda kwa competition au ujenzi wa hoja. Kwa mfano, kama eneo fulani tujialie labda Chenja Mjawiri au Kitope au wapi, kuna shida ya maji ambayo wananchi wanakumbana nayo, lakini serikali kuu haiendi kila pahali au hajui kila kinachoendelea kwenye eneo lile. Maana yake yule ambayo mimi na wewe tumemchagua ndio alipaswa kupeleka kilio chetu kwenye maeneo yale. Sasa kama umemchagua mtu ambaye hapeleki au hapazi sauti zetu kwa ujenzi wa hoja, maana yake nini? Shida hile ya maji itaendelea kubakia kadri siku zinavyoendelea. Sasa tukielekea kwenye uchaguzi mkuu 2025, mimi na kama mwanahabari, mwalimu ambaye nina darasa la kuwasomesha wasioniona, nilikuwa napenda kunasihi wananchi kwenye vyama vao wachague viongozi ambao au wapendekeze viongozi ambao wameshawapima uwezo wao wa ujenzi wa hoja kwenye vyombo vya kutunga sheria, wameshawapima uwezo wao wa kupambanua, wameshawapima uwezo wao wa jicho la mbali zaidi, kuona mbali namna changamoto zinavyowakabili wananchi. Wasikubali, hususan sisi vijana, usikubali sana wa sehemu ya wafanya maamuzi ambao hawajauona uwezo wa mtu binafsi. Uwezo wa mtu binafsi unaweza kuonekana vipi? Uwezo wa mtu binafsi unawezekana kuonekana kwa ujenzi wa hoja madhubuti, hata kama sio kwenye vyombo vya sheria. Ukimuona mtu kwenye eneo lako hana uthubutu wa kuzungumza mbele za watu wakafahamika, hana uthubutu wa kujenga hoja mitandaoni, hana uthubutu wa kusema kauli ikasikika, manake huyo mtu hana uwezo. Na unakwenda kumchagua mtu ambaye hata kuwakilisha na usahau kuhusiana namna bora ya kupata maendeleo kwenye eneo lako. Lakini pia watu wa aina hiyo huwa ni mzigo kwenye vyama vyao vya siasa, kwa sababu kila chama cha siasa kinataka kuendelea kuona kinabakia kwenye eneo bunge au eneo wakilishi ambalo amelishika. Sasa ukiwa na mtu wa aina hiyo, maana yake chama pia kina riski kuendeleza kumaintain au kushika lile jimbo, kwa sababu itaonekana kabisa hakuna maendeleo ambayo yamefanyika. Sasa mimi na wewe tuna wajibu wa kuleta mabadiliko kwenye eneo letu. Majibu ya kuleta mabadiliko kwa kuwapima wagombea wanaokuja kutuomba kura kesho kutwa kwenye vyama vao, kwa kuwapima ujenzi wao hoja, na unaweza ukawauliza tu maswali ambayo ni rahisi zaidi. Hebu tuambie, kazi ya bunge ni ipi? Kazi ya baraza la wakilishi ni ipi? Je, kwenye kazi hizi wewe unaweza kufanya kitu gani? Tuambie. Kuna watu tumeona video wanaulizwa mswada ni kitu gani, hata maana mswada hawajui, lakini watu wale wanataka kwenda kugombea ubunge na baraza la wakilishi na udiwani. Sasa mimi kama mwanahabari na kusihi wewe unayetazama video hii, usiwe sehemu ya maamuzi ama ya kukubali kumchagua mtu kwa sababu ya kufuata kundi. Kuna kawaida kwenye maeneo yetu makundi ya kisiasa huwa yanaibuka siku kama hizi. Kadri siku zinavyoelekea ndivyo makundi yanavyoibuka. Kwa hiyo makundi haya yamekuwa yakiharibu taswira nzima ya chama, kwa sababu watu huchaguliwa kwa makundi lakini si kwa uwezo binafsi ambao wanao. Kwa hiyo faida yake nini? Faida yake ni kwa wale wenye kundi wachache wamekuwa wakinufaika kwa maslahi yao binafsi, lakini si maslahi ya walio wengi.
na tumekuwa tukishuhudia hilo. Lakini hasara yake nyingine kwamba wananchi wanashindwa kupata maendeleo kwa sababu mwakilishi au mbunge au diwani anafanya kazi na watu wachache ambao ndio kundi lililompambania. Kwa hiyo akifanya kazi na wale, nyinyi wengine hamwezi kupata maendeleo, na hawa focus au hawajali kupata maendeleo. Wanachokijali wao wataingiza nini mfukoni mwao. Kwa hiyo kwa aina hii ya muktadha huu, maana yake huwa si rahisi sana kuendelea, kwa sababu yule anaingia madarakani analipambania kundi la watu fulani, 3, 4, 5, 6 mpaka 10. Akishapambania hawa ndio wapambe wanaofanya shughuli za kuwashawishi wengine, ambao ukifikiri leo hii ukitazama kwenye eneo lako tayari hayo makundi yameanza kuibuka, wanapambania kifua mbele, lakini ukitathmini kwa ndani zaidi kabisa unaweza kugundua makundi haya yamekuwa yakipambana kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Makundi haya yamekuwa yakipambana, mimi napata kijio lini, nikiwa huyu nitapata nini, lakini si kwa muktadha wa ujenzi wa chama. Kwa hiyo mimi nawashauri nyinyi vijana wenzangu, kama mwanahabari, tufanyeni choice ya kumchagua mtu kwa uwezo wake, lakini sio kumchagua mtu kwa sababu ya kundi lake. Tukimchagua mtu kwa sababu ya kundi lake, tusitegemee kupata mabadiliko kwenye maeneo yetu. Tusitegemee kuwezeshwa kwenye ajira, kuwezeshwa kwenye kujiajiri wenyewe. Tutegemee kwamba watu hawa watakwenda kuwanufaisha watu wachache ambao watakuwa ni maslahi yao wenyewe, lakini walio wengi wataendelea kudidimia na kuendelea kulalamika kwamba hawapati maslahi yoyote na wabunge na mwakilishi. Kazi ya moja ambayo muhimu sana tunapaswa kufikiri sisi vijana kabla kwenda kwenye uchaguzi, tunapaswa maintain status zetu, tunapaswa kujitambua sisi ni nani, tunapaswa kujitambua tunahitaji nini. Tukifanya haya, tutakwenda kufanya chaguzi sahihi na tutapata maendeleo kwenye maeneo yetu, tutapata maendeleo kwenye serikali kuu, kwa sababu serikali kuu itawajibika kuleta maendeleo majimboni, kwa sababu tu aliyeko jimboni anaikumbusha serikali kutenda wajibu wake. Ni ajabu sana kumuona mtu anaingia bungeni au baraza la wawakilishi, mpaka bunge linamaliza hujawahi kumsikia sauti yake, mpaka baraza la wawakilishi linamaliza hujawahi kumsikia sauti yake, hujawahi kusikia kihoji, hujawahi kusikia kichangia. Sasa watu wa aina hii unaweza kujiuliza, tumewachagua wakafanye nini? Tumewachagua wewe nini? Wakafanya kitu gani kwenye bunge baraza la wawakilishi? Maana yake tunaweza kuona kabisa kama tunafanya machaguzi yasiyo sahihi, ambayo yanakwenda kutufanya sisi tukashindwa kuendelea, yanakwenda kutufanya sisi mpaka leo tuna barabara mbovu, yanakwenda kutufanya sisi mpaka leo tuna shida ya maji, yanakwenda kutufanya sisi mpaka leo kambi za skuli tunachangishana, wazee na ndugu wanachangishana, kitu ambacho ingekuwa ni cha kawaida kabisa kuweza kukifanya kama kungekuwa na maintenance nzuri ya waheshimiwa kwenye maeneo yao, kama kungekuwa na hali nzuri ya waheshimiwa kujenga hoja kwenye baraza la wawakilishi, kungekuwa na uwajibikaji kwenye serikali yetu. Na hadi kufika hapa ni mwisho. Inshallah usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, lakini tutakuwa tukiendelea kupeana darasa kadri siku zinavyozidi. Nikusihi tu kuwa nami kwenye channel hii, na inshallah tutaendelea kuwa tena kadri muda unavyoruhusu. Asante na kwaherini.